katika mkusanyiko wa sura 114. Leo nataka tuchambue tangazo kutoka mbingu saba, tangazo alilompa Mwenyezi Mungu mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambalo tangazo hilo ndilo lengo letu katika sura hiyo kuisoma. Ingawa tumeitaja ni sura, lakini tutazisoma ni aya 2 peke yake, ambazo aya hizo ndizo zimebeba mkusanyiko mzima wa tangazo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alilolimpa mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ili awafikishie walimwengu, ili awatangazie walimwengu wafahamu ni yapi anayoyataka Allah Subhanahu wa Ta'ala na ni yapi asiyoyataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hasa tukiwa katika msimu mtukufu, msimu mwema, nasi tumeamua tuchukue hilo tangazo liwe ndiyo mada yetu ya leo. Ninamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anijalie mimi na nyinyi tuipate faida, tupokee wito, tupokee usia kutoka kwa muumba wetu Allah Subhanahu wa Ta'ala, usia ambao utatufaa kwa idhini yake na huruma yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, nataka nikusomeeni aya zinazopatikana ndani ya sura ya 6, Suratul An'am, aya zilizofuatana, ambazo aya hizi ni aya ya 151 na aya ya 152, ambapo hizi aya 2 ambazo tulizozitaja ndizo zinapatikana ndani yake tangazo hilo, ambalo nataka tulichangie sote, mimi na nyinyi, ili uwe ni mwongozo kwa ujumla katika mji wetu na vitongoji vyake na jamii ya Kiislamu kwa ujumla. Suratul An'am ni sura ya 6. Imepokelewa kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhu, asema nazalat suratul An'am biMakkah laylan jumlatan wahida. Imeteremka suratul An'am ndani ya mji wa Makka usiku moja, ikiwa imekamilika katika mkusanyiko mmoja. Hauliha 70,000 malakun, ikiwa sura hiyo imeteremka ikija na malaika 70,000 yaj'aruna bitasbihi, wakiteremka na huku wanatangaza, wanamsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sauti iliyokuwa kubwa, ikiteremka suratul An'am. Wanazalat baada suratil Hijri, baada ya kuteremka suratul Hijri ndipo ilipokuja hii suratu al-An'am. Lakini pia imepokelewa kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhu katika sababu min al-asbabi nuzuli suratul An'am, qala al-Kalbi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu inna mushriki Makkah
qalu, imepokelewa kutoka al-Kalbi kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhu, inna mushriki Makkah, ya kwamba hakika washirikina ndani ya mji wa Makkah, qalu, walizungumza, waliongea, walimjia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na kusema, ya Muhammad, ewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wallahi tunaapa, la nu'mina laka, hatutokuamini wewe kama mjumbe wa Mwenyezi Mungu, hatta, mpaka wewe Muhammadi, tatina bikitabin min indillah wa ma'ahu arba'atun min almalaika yashhaduna annahu min indillah wa annaka Rasulullah. Washirikina ndani ya mji wa Makkah wakimchallenge mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kutangaza, hatuna imani na wewe mpaka utuletee kitabu kilichotoka kwa Mwenyezi Mungu, ambacho kitabu hicho kija kikiwa na mashahidi pembeni ambao ni malaika watakaoweza kushuhudia na kushuhudisha kwamba kweli kitabu hicho ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia na wewe kama kweli ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fanazalat hadhihi al-aya, ikateremka aya ambayo imekuja katika muunganiko, katika mkusanyiko wa aya 165 zinazoifanya sura hiyo Suratul An'am kwa ukamilifu wake. Ikaja aya ya 7, Bismillahir Rahmanir Rahim, ikasomwa aya hii kama ujumbe, kama jibu kutoka kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau nazzalna alayka kitaba fi qirtas falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Aya hii ikaja imeleta jibu kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, inasema, laiti tungaliteremsha kitabu kwenye nyaraka, kwenye karatasi, laiti tungalidondosha makaratasi kutoka juu, kutoka mbinguni kuja hapo duniani, falamasuhu, wakazishika karatasi hizo kwa mikono yao, wangeliongea makafiri hao hivi, in hadha, hakika haya, sihrun mubin, ni uchawi uliokuwa wa wazi. Ndugu zangu Waislamu, bado tuko katika ufikaji au uteremkaji wa Suratul An'am, ambapo hatujaingia kwenye aya zetu ambazo tunazozilenga, lakini tukiwa tunafafanua ujio wa Suratul An'am uliokuja katika mji ambao bado masanamu, bado ushirikina ni ibada katika ibada kubwa kubwa kwa wale makafiri Maka, ambao Mtume sallallahu alayhi wasallama aagizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awafikishie ujumbe wa Mungu mmoja, na wakubali kujisalimisha mbele ya Muumba wao, na waache ushirikina huo, waache kuyaabudu masanamu. Ikawa ujio wa sura hii kwao ikawa ni moja ya mafundisho ambayo walitakiwa wafuate ili waipate nusra ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu,
Waruya an ibn Abbas radhiyallahu anhu, imepokelewa kutoka kwa Ibn Abbas, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee, kwamba wapo wanaume 5 au 6 ambao walimsumbua mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wanaume hawa wa kwanza alikuwa ni Abu Sufyan, lakini pia wa pili alikuwa ni Al-Walid ibn al-Mughira, lakini wa tatu alikuwa anaitwa Nadru ibn al-Harith, wa nne alikuwa Utba, wa tano alikuwa ni Shaiba, lakini wa sita alikuwa ni Umayya ibn Khalaf. Hawa wanaume wamemsumbua mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Imepokelewa katika upokezi wa Ibn Abbas, istami'u ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wanamsikiliza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakisikiliza yale anayoyasoma mtume katika aya, katika Qur'ani, katika maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Faqalu, wakasema, wakamwambia, faqalu linadri,